Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ripoti yetu leo inaelezea listi ya viongozi ambao Iran inawasaka na kwamba ikiwa watapatikana watauawa, huku akiongozwa na Donald Trump, lakini pia waziri mkuu Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, lakini pia waziri mkuu wa Italy Giorgia Meloni. Kuna idadi ya viongozi 13 kutoka katika mataifa magharibi, lakini Marekani na Israel. Katika namna ya kulipa kisasi ambayo imetajwa kupitia viongozi nchini Iran, akiwemo kiongozi mkuu mpya wa Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei kuwapa kulipiza kisasi kwa kifo cha baba yake, gazeti la Iran linalojulikana kwa misimamo mikali ilimechapisha maelezo na kuwataja viongozi 13 wa kigeni ambao linadai wanapaswa kulengwa ili kulipiza kisasi mauaji ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Khamenei. Orodha hiyo imeorodhesha viongozi 13 wa Ulaya, Marekani na Israel, akiwemo Meloni na Donald Trump. Habari hiyo iliyosambazwa mtandaoni na gazeti lililochapishwa na mamlaka mjini Tehran limeonekana muda mfupi baada ya kiongozi mkuu mpya wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Mujtaba Khamenei kuwapa kulipiza kisasi kwa kifo cha baba yake katika mashambulizi ya Marekani na Iran mnamo Februari 28, siku ya kwanza ya vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati. Alisema kisasi ni mapenzi ya taifa letu na lazima kitekelezwe, Mujtaba Khamenei alisema katika ujumbe wake wa kwanza wa hadhara tangu mazishi baba yake. Wahalifu hawa ambao majina yao yanaonekana kwenye orodha watapelekwa makaburini mwao, tamaa ya kifo cha amani katika vitanda vyao. Mujtaba Khamenei alirejelea orodha ya watu binafsi licha ya kwamba hakumtaja mtu yeyote hadharani, lakini pia wakitajwa baadhi ya viongozi wakuu katika mataifa ya Ulaya, Marekani na Israel. Mtu wa kwanza ambaye ametajwa ni rais wa Marekani Donald Trump, ambaye hata raia wa kawaida nchini Iran walikuwa wakitaka kulipiza kisasi dhidi yake, na mtu wa pili ni Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, Giorgia Meloni, waziri mkuu wa Italy, Keir Starmer, waziri mkuu wa Uingereza, lakini pia yumo Emmanuel Macron, rais wa Ufaransa, kadhalika Friedrich Merz, kansela wa Ujerumani, na Israel Katz, waziri wa ulinzi nchini Israel, na kadhalika Gideon Saar, waziri wa mambo ya nje wa Israel, kadhalika na Eyal Zamir, mkuu wa jeshi la IDF, jeshi la ulinzi la Israel. Wapo viongozi wengine akiwemo Marco Rubio, waziri wa mambo ya nje wa Marekani, na Pete Hegseth, waziri wa ulinzi wa Marekani. Kadhalika yupo Jenerali Michael Eric Kurilla, Bradley Cooper, kamanda wa kamandi kuu ya Marekani CENTCOM, kama ilivyoainishwa kwenye taarifa hiyo. Mike Huckabee pia balozi wa Marekani nchini Israel, na ni miongoni mwa viongozi ambao wanasakwa kwamba wapo katika listi wale ambao damu yao itakuwa ni kisasi dhidi ya Iran. Pamoja na maafisa wakuu wa Marekani na Israel, taarifa ilijumuisha viongozi wa Uingereza, Ufaransa na Ujerumani kama ambavyo tumetaja, lakini pia na Italia. Wakati wa vita vya Iran, mara kwa mara ilishutumu serikali za Ulaya kwa kushindwa kulani mashambulizi ya Marekani na Israel katika ardhi yake, lakini Tehran ilidai kuwa moja kati ya namna ambavyo nchi za Ulaya zilishiriki ni kuruhusu ndege za kijeshi za Marekani kutumia anga zao wakati wa operesheni za kijeshi, lakini pia kushiriki moja kwa moja katika kuitumia Israel kuitumia silaha na kuhakikisha wanashambuliwa. Kuchapishwa kwa orodha hiyo kunakuja huku mapigano kati ya Iran na Marekani yakizidi kushika kasi katika mlango wa bahari wa Hormuz, muhimu kimkakati. Hali ya hivi punde ilianza baada ya shambulio la wa Iran dhidi ya meli ya kontena katika mlango wa Hormuz, kuiacha meli hiyo ikiwaka moto na kuwalazimu wafanyakazi wake kuiacha meli hiyo. Katika kujibu, Marekani ilizindua mawimbi mengi ya mashambulizi kulenga miundombinu ya kijeshi ya Iran, ikiwa ni pamoja na mifumo ya ulinzi wa anga na mitambo ya rada, vifaa vya makombora na drone, maghala ya risasi na mali za walinzi wa mapinduzi. Iran ililipiza kisasi kwa kuanzisha mashambulizi kuelekea Bahrain, Kuwait, Qatar, Falme za Kiarabu, Jordan na Oman, nchi ambazo zina kambi za kijeshi za Marekani au ziko karibu na eneo la vita. Ving'ora vya makombora vimeripotiwa katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Bahrain, nyumbani kwa kikosi cha 5 cha jeshi la wanamaji la Marekani, huku vyombo vya habari vya Iran vikikiri kuwepo kwa milipuko mipya katika maeneo kadhaa katika taifa hilo. Hili haswa ndilo ambalo lilimuibua Ayatollah Mujtaba Khamenei kusema kwamba lazima kisasi kilipwe kutokana na namna ambavyo watu hao wamemwaga damu ya Wairan, lakini zaidi ni baba yake Ayatollah Khamenei. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea